Naibu Spika, kabla sijaanza kuchangia, naomba nisome katika order paper yetu ambayo inasema kwamba hoja ni Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, kwamba baraza hili lijadili makusudio na shabaha zilizomo katika makadirio ya mapato na matumizi ya wizara. Na huo ndio msingi wangu wa kuanza kuchangia, kwamba sisi hapa tunaangalia zaidi zile shabaha ziliopo. Lakini ukienda kwenye lile fungu la kwanza utakuta kidogo, mimi naomba Mheshimiwa Waziri akawaambie watendaji wakaangalie mfano mzuri wa ofisi za Pemba kwenye wizara hii, au wakaangalie kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu jinsi walivyoandika shabaha zao. Kwa kiasi kikubwa kumefanyika makosa na mapungufu makubwa kwenye zile shabaha ambao ndio msingi wetu wa majadiliano hapa. Kwa hiyo hilo naomba nitoe kama ni ombi, ili zile shabaha tunazozungumza hapa ziende sambamba na walichokikusudia. Kuna magepu mengi yamewachwa na sisi ndio msingi wa majadiliano yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, niseme kwamba fungu G01 limepewa bajeti ya bilioni 12 kazi za kawaida na bilioni 19 katika miradi ya maendeleo. Si fedha kidogo hizo kwenye fungu moja. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia zile shabaha ambazo zimekusudiwa katika wizara hii, tukianza na fungu hili, hakuna mabadiliko makubwa. Kila mwaka tunatoa fedha, lakini huoni mabadiliko makubwa. Nikianza na mfano kwenye usimamizi wa masuala ya sheria, Mheshimiwa Naibu Spika, tulitarajia kwamba misaada hii ya kisheria iangalie zaidi wale wadau ambao wanahitaji hii misaada ya kisheria kuliko urahisi wa serikali. Msaada unakuwa mzuri pale yule mhitaji wa msaada anapoupata. Lakini ukiangalia kwenye shabaha, hakuonekani kwamba hili jambo limekuwa likikua au limekuwa likiwasaidia wale wenye mahitaji hasa wa msaada wa kisheria. Inawezekana watu wanafanya kazi kubwa, lakini tujiulize, je, tunawafikia wale wenye mahitaji ya misaada hiyo kwa kiasi kikubwa? Kwa mujibu wa jimbo langu mimi kwa mfano na majimbo mengine ambayo nayafahamu, wenye mahitaji makubwa ya misaada ya kisheria wapo, lakini hawafikiwi, au wakifikiwa hawapati ile huduma ambayo imetajwa kwa mujibu wa mipango yetu ambayo tunaiidhinisha hapa fedha yake. Kwa hiyo mimi napendekeza serikali iangalie zaidi mahitaji ya watu wanaohitaji hii misaada kuliko urahisi wa kufanya hizi kazi, na kuwa wale watu wapo wa kutoa hii misaada wanapokea vijiposho, wala sio viposho vikubwa, ni jambo zuri, lakini wafikie wale wahusika na hasa wadau wa mahitaji hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, kama mtakumbuka, tarehe 23 mwezi Disemba mwaka uliopita, kulikuwa na tukio baya sana katika jimbo la Pandani, kijiji cha Kiungoni. Askari wa dawa za kulevya walienda kuwachukua watu watatu, mmoja wa miaka 75 anaitwa Uthmani Hamadi Uthmani, mwingine anaitwa Amur Salim Hamis, na mwingine anaitwa Mbaruk. Walichukuliwa kwa tuhuma, ilikuwa ni wizi wa baiskeli, wengine wanasema kulikuwa na biashara ya bangi. Kuchukuliwa sio jambo baya, ni kwa mujibu wa utaratibu na sheria za mamlaka. Lakini cha kusikitisha, siku ya pili saa 5 wale wawili walishauliwa. Maana hatusemi walifariki, walishauliwa, na ikasemekana eti walikuwa na pumu. Kwa hiyo yule mwingine alirejeshwa siku ya pili jioni.
Mantiki ya kuzungumza hii ni kwamba hawa watu, familia za hawa waliouliwa, wamekuwa wakihangaika kutafuta huo msaada wa kisheria, lakini hakuna kilichoendelea. Inawezekana Mheshimiwa Waziri yuko juu, hana taarifa za kutosha, lakini tunafahamu hii misaada imeenea hadi kwenye shehia, lakini hili halijafanyika na hawajapata msaada wowote wa kisheria, na ni familia dhaifu sana zinazohitaji angalau huo msaada wa kisheria. Kwa hiyo namuomba Mheshimiwa Waziri hili suala aliangalie kwa mapana yake, asiangalie urahisi wa kuwa na wale wa watu ambapo wadau wakuu wa msaada wa kisheria hawafikiwi. Mheshimiwa Naibu Spika, idadi waliopatiwa msaada kwa mwaka huu tunaozungumza hawajatajwa wala hawakuwekwa idadi yao, ndio hayo mapungufu ambayo nimeyasema, lakini tumetarget mwaka huu 25-26 kuwa nao 3000. Ni namba nzuri. Naamini kama watafanyiwa kazi vizuri, huu msaada wa kisheria utakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi wetu, na hasa wale wanyonge, kwa sababu sasa hivi mtu mwenye uwezo wake anajitafutia mwenyewe msaada wa kisheria, na nadhani lengo la msaada huu ni kwa sababu ya wale ambao hawawezi kufikia sheria kwa wenyewe. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti ya kifungu hiki kidogo ni milioni 433.9 kwa mwaka huu tunaoidhinisha, lakini mwaka jana ilikuwa 322, na baada ya mwaka huu itakuwa 126. Mheshimiwa Waziri atakapokuja atupatie ufafanuzi kwenye hili fungu PG 0101, kuna shida gani ya bajeti hii kuongezeka sana mwaka huu 25-26? Mwaka 26-27 imefikiriwa kwamba itapungua kwa mara 3, na mwaka jana ilikuwa ndogo kwa 60% ya hii tunaoipitisha mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye suala la usimamizi wa utawala bora, hapa bado Zanzibar, alhamdulillah, wananchi sisi hatuna tena mashaka ya kuelewa nini utawala bora. Miaka mingi imepita, watu wamekuwa wazoefu vya kutosha kwa 1% kubwa, lakini bajeti kubwa tulioitenga mwaka jana na inayokusudiwa kutengwa mwaka huu imeelekezwa zaidi kwenye kutayarisha vipindi na kurusha, imeelekezwa zaidi kwenye kutoa elimu na uelewa, lakini pia imeelekezwa kwenye vikao. Mimi naomba Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie, badala ya maneno yanayohusiana na utawala bora, ni suala lipi la vitendo limekusudiwa kufanywa kwenye usimamizi huu wa utawala bora ambao kwa kiasi fulani umekuwa ukiporomoka. Mheshimiwa Naibu Spika, ni jambo gani hasa la utawala bora limefanyika 24-25 na jambo gani tumekusudia kufanya 25-26 hata tuidhinishe fedha hii ambayo imetengwa kwenye fungu hili PG 0103? Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye fungu PG 0106 usimamizi wa rasilimali watu na utumishi wa umma, hapa limezungumzwa suala la miundo ya taasisi. Hili ni jambo tumekuwa tukilizungumza mara kwa mara, imekuwa kikwazo kikubwa katika taasisi nyingi za serikali yetu, na hii kwa kiasi kikubwa limekuwa likipunguza ufanisi wa taasisi hizi. Na tatizo sio kwamba haupitishwi au ule muundo au haufanyiwi mapitio. Tatizo ni kwamba nadhani mfumo wetu wa kufanya hii kazi haujakuwa rafiki. Taasisi inaleta muundo, inachukua miaka 2 hadi 3, hawajapata majibu, kiasi kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa katika taasisi ile na ulimwengu unabadilika. Kwa hiyo tunaomba serikali ifikirie njia bora na ikiwezekana kuweka muda mahsusi wa miundo ya taasisi kwamba umepitishwa na kupatiwa. Vinginevyo tutakuwa kila wakati tunajirudia, unapeleka muundo mpya umeshapitiwa na wakati, kama ambavyo taasisi nyingi zimekuwa zikikumbwa na tatizo hilo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye uhakiki wa mishahara na maposho, nadhani hili kila mtu anafahamu, kumekuwa na mkanganyiko na changamoto kubwa katika jambo hili. Ipo haja ya serikali, kama bado haijakuwa na mfumo imara wa kusimamia watumishi katika nchi hii,
tukaige kwengine au tukatafute mfumo ambao ni imara. Haya ndiyo mambo tunaweza kusema ya kubinafsisha kuliko yale tunayoyabinafsisha sasa hivi. Utumishi wa umma ndiyo roho ya nchi yetu, na nadhani hivi tunavyoenda kila wakati tunafanya mapitio ya mishahara, tunafanya mapitio ya maposho, halafu hayo mapitio wenyewe yanakuwa na mapungufu mengi sana. Mapungufu ya mwaka 2022 bado hayajamaliza mpaka sasa hivi. Bado kuna watumishi walioanza kazi mapema wenye elimu kubwa bado wanapata mishahara midogo na posho ndogo kuliko watumishi waliowakuta baada ya miaka 10 ya kazi. Kwenye sekta ya afya wako aina hiyo, manesi na kadhalika wako aina hiyo. Ni kwa sababu hatuna mfumo imara wa kufanya haya mambo. Kwa hiyo mimi naomba serikali ilichukulie suala hili kwa uzito wake, na suala hili haliangaliwi idadi ya watu, lakini linaangaliwa kila mtu. Kila mtumishi anatakiwa ahesabiwe kwa mujibu wa yeye mwenyewe. Huwezi kusema kwamba 90% wamefanyiwa vizuri, wamebaki 10%. Hawa 10% ni muhimu pia kuwaangalia. Mheshimiwa Naibu Spika, wastaafu na walimu wastaafu wamekuwa ni katika changamoto kubwa ya utumishi wa umma, na tuna kesi za wastaafu hasa kutoka Wizara ya Elimu ambao wameanza kazi siku moja, wamestaafishwa siku moja. Kuna wengine wamepata maposho ya kustaafu karibu mara 6 au 7 ya yule mwenzake. Ni kusema kwamba hatuna mfumo unaoeleweka kwenye kusimamia utumishi wa umma, na sisi tunachukulia utumishi wa umma ni mpaka mtu anapostaafu akiwa alikuwa mtumishi wa. Kwa hiyo tunaomba serikali iliangalie hili kwa mtu mmoja mmoja badala ya kusema kwamba tumeangalia kwa group, kwa sababu kuna malalamiko makubwa katika jambo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, katika jambo lililofurahisha ni kwamba wizara hii ina mradi wa maendeleo, programu ya kuzuia haki jinai na masuala ya rushwa Tanzania, ambao tumetenga takriban bilioni 4.343, si pesa kidogo. Tunaomba mradi huu utumike vizuri, na haya masuala ya rushwa pamoja na haki jinai nadhani kwa sasa hivi yamekuwa makubwa sana katika nchi yetu. Yamekuwa yale madogo madogo ndio yanatangazwa, yale makubwa makubwa yanafichwa kwa sababu wanaoyafanywa nayo ni wakubwa. Kwa hiyo tunaomba serikali isifumbie macho sana katika mambo haya, otherwise nchi yetu tunaiua wenyewe. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye Mahakama Kuu kwa dhati kabisa mimi naomba nimpongeze Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa juhudi kubwa sana alizozifanya katika usimamizi wa ujenzi wa mahakama za wilaya, mkoa pamoja na ile jumuishi IGC. Amefanya kazi kubwa mwenyewe pamoja na timu zake. Mheshimiwa Naibu Spika, juhudi kama hii kama ingefanyika katika taasisi nyingine, utumiaji mzuri wa fedha pamoja na ufanisi katika matumizi ya fedha ungeweza kupatikana zaidi kama ambavyo kwenye ujenzi wa mahakama hizi umeonekana. Pamoja na pongezi hizo, lakini changamoto ya washauri elekezi kidogo mimi ilinitia wasiwasi. Chombo kama hichi, mhimili kama huu wa Mahakama Kuu, kutumia washauri elekezi ambao sio ZBA, nilidhani angeshauriana na wakubwa wengine kuangalia uwezekano wa kuifanyia marekebisho ZBA kulingana na yale matatizo ameona hakuweza kuitumia ZBA katika kusimamia miradi yetu. Tuweke hata viwango vya miradi ambayo inaweza kusimamiwa na ZBA na miradi ambayo haiwezi kusimamiwa na ZBA. Lakini vyote kwa ujumla wake kazi imefanyika vizuri sana. Lakini mahakama, Mheshimiwa Naibu Spika, sio jengo. Mahakama ni vifaa, wataalamu, weledi pamoja na kitu muhimu sana, uadilifu. Lakini tusisahau kwamba mafao pia ni jambo muhimu katika utumishi wa mahakama, ili kuwa na ule uadilifu ambao utawafanya wananchi walio wanyonge warejeshe imani yao katika mfumo wa mahakama zetu. Kwa sasa hivi wenye imani kubwa na mfumo wa mahakama ni wale ambao wana uwezo aidha wa kiuongozi au uwezo wa kifedha, lakini watu wengi walio dhaifu, mfumo wa mahakama imani yao sio kubwa sana, ni ndogo naweza kusema. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, naomba hili suala la uadilifu ambalo ni suala la kimungu liangaliwe sana katika mfumo wetu wa mahakama. Mheshimiwa Naibu Spika, mambo mawili ya mwisho ya kumalizia, najua muda unakaribia. Suala la
afisi ya mwanasheria mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, suala la afisi ya mwanasheria mkuu nimeangalia kipengele cha mapitio ya sheria. Tuangalie hasa mapitio ya sheria yetu ambayo miaka 4 iliyopita hapa, sheria ya mfuko wa maendeleo ya jimbo ililetwa hapa miaka 4 iliyopita barazani, baadhi tukachangia. Inaonyesha ile michango iliyotolewa labda haikuwa mizuri au ilikwaza, muda umekuwa mkubwa, mahitaji ya sheria hii bado yapo. Kama sheria hii haistahili kuwepo tena, tuifute, tulete sheria nyingine, lakini wadau wengi wa mfuko wa maendeleo ya jimbo wamekuwa wakilalamikia sheria hii na kukaa kimya kutoileta hapa ikamaliza. Nadhani hatutendi jambo zima. Kwa hiyo mimi naiomba serikali na ofisi ya mwanasheria mkuu jambo hili itusaidie, kama kuna changamoto yoyote labda walitatue pamoja na wakubwa wenzao ili suala hili likae sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, suala la kuiweka afisi ya mwanasheria mkuu Pemba katika ofisi mchanganyiko sidhani kwamba ni suala zuri. Kwa hiyo ipo haja ya ofisi ya mwanasheria mkuu Pemba, kama hakuna mpango tayari kuwe na mpango wa kuwatafutia jengo hata kama ni dogo, lakini wawe wanajitegemea kuliko kuwa katika ofisi za kawaida za serikali ambao wana muingiliano na ofisi nyingine zote. Mimi nadhani ipo haja ya kuwa na jengo lao kama sasa hivi hawanalo. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye tume ya utumishi wa umma, Mheshimiwa Naibu Spika, suala la kupandisha watumishi kwa mwaka mzima tumepanga kupandisha wafanyakazi wa watumishi 980. Mimi kilio changu kiko katika upandishaji madaraja walimu. Nchi zinazoendelea sasa hivi walimu wanakuwa na madaraja yao. Hapa kwetu mwalimu anaanza kufundisha akiwa mdogo mpaka anazeeka, hakuna madaraja katika utumishi wa walimu. Ipo haja serikali kujifunza kutoka kwenye nchi ambazo zinafanya hivyo, ili na sisi tuone kama ni mfano mzuri tuuige, lakini walimu kuendelea kuwa na daraja lile tokea anaanza mpaka anamaliza anabadilishiwa mshahara kidogo, nadhani si swala zuri, na hatupati kuwakuza walimu wetu wakachukua nafasi muhimu katika wizara au katika taasisi nyingine za serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, tume hii imepewa kazi ya nzito na bajeti ya bilioni 1.37. Mimi nadhani kama tunataka iwe tume ambayo inatenda uadilifu na kutimiza kazi zake zote, basi bajeti hii tuiangalie, tujifunze kwenye nchi nyingine tume kama hizi zinatunzwaje. Bilioni 1.37 itasababisha tume hii isiweze kufanya kazi zake kama ambavyo imekusudiwa kwa uadilifu mkubwa na kwa ufanisi mkubwa. Mimi napendekeza serikali kama si mara hii, mara inayofuata waangalie kwenye mifano ya nchi nyingine tume kama hizi zinatunzwa vipi. La mwisho kabisa, kamisheni ya utumishi wa umma. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa na lengo kuu la kuanzishwa kwa kamisheni hii, nalo ni kuwepo kwa utumishi wa umma ulio bora na wenye ufanisi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, lengo la kufanya hii ni kuhakikisha kwamba watumishi wanakuwa na uwajibikaji, kunakuwa na ufuatiaji au utii wa sheria, miongozo na taratibu tulizoziwekea. Lakini suala la kujiuliza tunakoelekea, tunakwenda mbele au tunarudi nyuma. Ukiwauliza watumishi wa miaka 5 iliyopita na watumishi waliopo sasa hivi, bila shaka watakwambia hatuendi mbele, tunarudi nyuma katika ufanisi wa utumishi wa umma. Na ndiyo maana watumishi hawa wa umma wanasababisha serikali ifanye maamuzi ya kubinafsisha huduma nyeti. Huduma hizi zikisha kubinafsishwa, wanaozifanyia kazi ni wao watumishi wetu, vitendea kazi vile vile, mazingira yale yale, isipokuwa usimamizi wa ule utumishi unabadilika. Ipo haja ya serikali na kamisheni yetu kushauriana kuangalia njia bora ya kuboresha utumishi wa umma, tutoke hapa tulipo. Kwa kuendelea kufanya kazi hivi, tutaendelea kubinafsisha kila kitu, kwa sababu utumishi wa umma uliopo sasa hivi si wa kutegemea kuleta ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kumalizia, mafungu sikukusudia kuyazuia kwa sababu mengi ni maoni niliyotoa kwa ajili ya kuboresha, na naamini Mheshimiwa Waziri ananisikia. Naamini baadhi yaliyozungumza kama yana make sense yataangaliwa na yaliyokuwa hayana maana yataachwa. Nakushukuru sana, asante sana.